Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni wako tena mtumishi wa Mungu Sylvia kwa neema ya Kristo. Leo tumani sana kushana wa ujumbe unaohusu kutenda mema. Haleluya. Wengi husema tenda wema uende zako. Kutenda mema si mpaka umtendee yule aliyewahi kutendea mema. Una uwezo wa kutenda mema kwa mtu yeyote, haijalishi unamfahamu au umtenda mema. Maana Mungu anajua ni jinsi gani na yeye atakaweza kutenda katika maisha yako ya baadaye. Haleluya. Tukiangalia katika kitabu cha Samueli, inaelezea ni jinsi gani Jonathan aliweza kutenda mema kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi alienda na Sauli ili aweze kuuliwa kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa wa kiroho kuliko Sauli. Haleluya. Lakini kwa sababu Jonathan aliona isiyo haki, aliamua kukaa upande wa Daudi na kuweza kumwambia siri zote ambazo baba yake Sauli alikuwa akizipanga huko sirini kwa ajili ya kuweza kumwangamiza Daudi. Haleluya. Baada ya hapo, kila mtu aliweza kuendelea na maisha yake. Ilipita muda, mtumishi wa Mungu Jonathan pamoja na babake Sauli waliweza kupoteza maisha. Daudi aliweza kupata hizo habari, moyo wake uliumia mno. Aliumia na aliendelea kuomboleza juu ya kifo cha mtumishi wa Mungu. Haleluya. Tukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili, ile sura yetu ya 9 na ule mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema: Kisha Daudi akasema, Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli ili nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Haleluya. Anauliza, kuna yeyote aliyesalia katika ile nyumba ili niweze kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Anataka kutenda mema kwa sababu Jonathan na yeye alimtendea mema huko nyuma. Haleluya. Nami nipo kukumbusha, tenda mema. Tenda mema. Mungu anajua ni jinsi gani atakaweza kulipa. Anaweza kulipa juu ya maisha yako au anaweza akalipa juu ya uzao wako wa baadaye. Haleluya. Tukiangalia katika ule mstari, nitasoma ule mstari wa 6. Neno la Bwana linasema, Basi Mefibosheti mwana Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akaitika, Mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, Usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Sikiliza, akasema utakula chakula mezani pangu daima. Yani ile baraka yale mema aliyokuwa anataka kuyatenda juu ya Jonathan, ameyatenda juu ya mtoto wake. Anamwambia, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Inakukumbusha, tenda mema mtu wa Mungu, tenda mema popote uendapo, tenda mema na Yesu atakubariki. Akasujudu akasema, Mimi mtumwa wako, ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Hakumwangalia mbwa kama mfu kama alivyowaza yeye. Ni kwa sababu baba yake na yeye alitenda mema juu ya maisha yake, na ndio maana na yeye anatenda mema juu ya mtoto ya Jonathan. Na mimi nipo hapa kukumbusha kwamba tenda mema, na neema ya Bwana Yesu Kristo yu pamoja na wewe. Amen.